Wanafunzi waliohitimu mafunzo ya ujuzi wa teknolojia na dijitali kisiwani Pemba wamehimizwa kuyatumia mafunzo hayo kwa kutafuta fursa kwenye mitandao ya kijamii ili kujiendeleza kimaisha. Wito huo umetolewa na mkuu wa wilaya Chake Chake Mgeni Khatibu Yahya katika mahafali ya wanafunzi hao yaliyofanyika katika ukumbi wa Makonyo kisiwani Pemba. Amesema katika mitandao ya kijamii kuna fursa nyingi kama watazitumia inavyotakikana. Niendelee kuambia vijana wangu, elimu hii itumieni kwa ipasavyo kabisa. Mmepata elimu ya kutumia kompyuta, elimu ya kutumia internet. Tuendeleeni kwenda kuitumia elimu hii kwa malengo ambayo mwenyekiti wetu, wizara zetu wamekusudia. Tusende tukaitumia elimu hii kwa kuichafua serikali yetu. Kwa kweli haitapendeza, na pia hatutamtendea haki rais wetu Dr. Hussein Ali Mwinyi. Na tumeona kwamba vijana mara nyingi sisi tunakuwa tunatumika vibaya. Kwa upande wake, mwenyekiti wa baraza la vijana wilaya Chake Chake Fihim Abdalla Muhammad ameomba kupatiwa kituo maalum cha ufundishaji wa teknolojia katika wilaya hiyo. Tungetamani sana na ili mshukuru kwa wilaya kuletea kwa vituo vinavyotoa mafunzo ya kompyuta viwili tu kwa msaada. Tungeomba serikali aidha kupitia wizara ya vijana au serikali kuu tuongezewe kituo maalum kingine kinachohusu ufundishaji wa mafunzo ya tehama kwa vijana wetu wa Chake Chake. Kwa sasa hatuna hiyo kituo cha moja kwa moja, bali tunatumia vituo vya wizara nyingine. Wizara ya Ujenzi, Mawasiliano na Uchukuzi ilijenga vituo hivyo katika kila wilaya, lakini pia itakaribisha wanafunzi kujiunga na vyuo hivyo katika kila wilaya. Tumeshirikiana vyema na Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Mali Zanzibar, pia Wizara ya Vijana, Utamaduni na Michezo, ili kusaidia kufanikisha swala hili la kutoa mafunzo kwa vijana wetu ambao ndio muhimili mkuu katika maendeleo ya nchi yetu. Hatuna budi Wizara ya Ujenzi, Mawasiliano na Uchukuzi washukuru wanafunzi wote ambao waliojitokeza katika mafunzo haya, wakiwemo wanafunzi 68 ambao leo hii wanahitimu kutoka baraza la vijana la wilaya ya Chake Chake Pemba. Tunatoa shukrani za dhati kwa kuitikia wito huu na kujiunga katika mafunzo haya ambayo leo tunashuhudia wanafunzi hao wakihitimu mafunzo haya. Akisoma risala katika mahafali hayo, mmoja wa wahitimu wa mafunzo hayo, Mbaruk Mustafa Mbaruk, ameiomba serikali kuwapatia mkopo wa kuendeleza ujuzi wao. Kusaidiwa upatikanaji wa fedha rasmi ya shilingi milioni 10 za Kitanzania kwa njia ya ruzuku ama mkopo kwa ajili ya kuweza kuanzisha mradi wetu unaoakisi ile elimu ambayo tumepatiwa, ili kuweza kwenda sambamba na maneno ya baba wetu wa taifa hayati Julius Kambarage Nyerere isemayo, education is not a way to escape poverty, it is a way of fighting. Narudia, education is not a way to escape poverty, it is a way of fighting. Hii ikiwa na maana ya kwamba elimu sio njia ya kukwepa maskini, bali ni njia ya kupambana na